ukiliangalia moja kwa uzoefu wetu, ukiangalia wengi mataifa ya nje na wengine hata wa ndani wanaingia kwenye kusema hivyo. Wanasema maandamano. Ukienda kwenye ukweli tu, uwe mkweli mwenyewe. Maandamano yalikuwepo wapi na wapi? Nimesema maandamano halafu ndo yameenda kwenye maisha ya watu. Ni vile wenzetu wa vyombo hawana kawaida ya kuweka numbers za umepoteza askari wangapi. Nyewe wakubwa zetu mnaweza mkatukumbusha vizuri zaidi. Hivi wakati wa vita vya Idi Amin tulikuwa tunasema kila siku tulikuwa tunatoa orodha ya askari wangapi tumepoteza. Hawasemi. Lakini maandamano ya watu wanaenda na silaha, watu wanakuwa well armed. Ni maandamano. Ni maandamano. Watu wako well armed, ni maandamano. Nani kamfiatulia nani? Haya ndo maana Mheshimiwa Rais kaunda tume. Na si hilo tu, watu wengine wanaona yanasemwa. Juzi kashikwa yule mmoja anavuka mpakani. Ana uraia pacha kwa nchi moja kubwa kule na nchi moja. Ana mabomu. Na ajabisha alivyohojiwa anasema nimeona nibebe na mabomu nikajihami kwa sababu inasemekana Tanzania kuna insecurity issue. Utamaduni gani hapa Tanzania wa kila mmoja kujilinda na mabomu? Huyo kashikwa. Je, tulisha Sehemu ya hotuba ambayo ameitoa Mwigulu Nchemba ambaye ni waziri mkuu wa Tanzania sasa hivi kuhusiana na kilichofanyika Oktoba 29, waandamanaji ambao waliweza kuuawa na polisi. Mwigulu bana amefunguka bila kupepesa macho kusema kwamba waandamanaji ambao walikuwa wanaonekana mitaani wengi wao walikuwa na silaha, na tena silaha ambazo walikuwa wamejihami kabisa kwa ajili ya kuweza kuadhuru polisi. Sasa kwa kiasi anasema kwamba wengi ambao walikuwa na wao sio kama walikuwa ni waandamanaji. Anasema kwamba hakukuwa na waandamanaji, walikuwepo basi kwenye maandamano hayo ni kama wahalifu vile, sababu amesema kwamba sio utamaduni wa Tanzania na maandamano ya dunia nzima yanajulikana kabisa kwamba hamna mtu ambaye wanakuja na silaha. Hili amelisema kama njia kuweza kutetea walichokifanya polisi kwenye mauaji ya Oktoba 29. Lakini kingine ametolea mfano ama amepigia mfano wa yule Mkenya ambaye alikamatwa kwenye mpaka wa Kenya na Tanzania wakati alikuwa anavuka mpaka akiwa na mabomu matatu ya kutupwa kwa mkono. Sasa kana anasema kwamba mwanajeshi huyo aliyokamatwa alikuwa amejihami kutokana na kwamba Tanzania ina masuala ya insecurities, yani usalama hauko vizuri kama ilivyokuwa mwanzoni. Sasa akawa anasema kwamba imefikia tu ambayo Tanzania sasa hivi inaangaliwa kama nchi ambayo usalama umedorora kiasi kwamba kila mmoja akitaka kuja kule lazima awe amejihami kwa namna yake. Unakubaliana kwa asilimia ngapi na hiki ambacho amekisema Mwigulu Nchemba, waziri mkuu wa Tanzania, kusema kwamba waandamanaji ambao walikuwa wanaonekana mtaani wengi wao walikuwa wamebeba silaha? Sijui kama ulifanikiwa kumuona mwandamanaji yote akiwa amebeba silaha, ama kwa wale ambao waliweza kupigwa risasi na kuweza kujeruhiwa katika maandamano haya kama walikutwa wakiwa na silaha ya aina yote, iwe silaha ya moto ama silaha ya kawaida kivote vile. Nipe maoni yako kwenye uwanja wa comment, lakini pia nipe maoni yako kuhusiana na hiki ambacho amekisema waziri mkuu. Unadhani kwamba ni kauli ambazo zinafaa kuendekezwa kwa namna yote ama nyingine, ama ni kauli ambazo pia zitakuwa zinakatisha moyo hususan kwa Watanzania ambao wanahuzunika na wanaomboleza vifo vya wapendwa wao, na wengi wao naambia kwamba waliofariki sio kama walikutwa kwenye maandamano. Kuna taarifa ambazo zilikuwa zinasema kwamba polisi walikuwa wanaenda nyumba baada ya nyumba, mtaa baada ya mtaa, kuingia, wanavunja na kuingia kuwapata vijana, kuwapiga marisasi, na wengine wanakamatwa na kutekwa kabisa. Sasa wengi wao ambao walikuwa wanakamatwa sio eti kwamba walikuwa wamekamatwa kwenye uwanja wa maandamano, lakini ilikuwa inatokea tu baada ya polisi kufanya msako wao wa nyumba, yani door to door. Nipe maoni yako kwenye uwanja wa comment.